Wakati moto ulipokuwa unaendelea, kumbe ndani ya kuni kulikuwemo nyoka. Nyoka siku zote alikaa, kwa sababu hajawahi kupata moto, lakini Biblia inasema kwa ajili ya moto yule nyoka akatoka. Nami nataka niseme jioni ya leo, kwa ajili ya moto matatizo yatatoka kwa jina la Yesu. Nasema kwa ajili ya moto shida zitakauka kwa jina la Yesu. Ukiona bado shida imekushikilia, maana yake moto unaochochea bado uko chini ya viwango. Ili uweze kumwondoa huyo adui anayekutesa, lazima uchochee moto kama Paulo alivyochochea moto, kwa sababu wenyeji wa Melita walikuwa na kuni siku zote, wala yule nyoka alikuwa hajawahi kutoka. Lakini chini ya mamlaka ya jina la Yesu, Paulo alipowasha moto, yule nyoka akasikia moto. Biblia inasema kwa ajili ya moto yule nyoka akatoka. Nami niko kwenye anga la Mbande Kisewe, nataka niseme kwa jina la Yesu aliye hai, kwa ajili ya moto wakuu wa anga wataachilia, kwa ajili ya moto wakuu wa giza wataachilia, kwa ajili ya moto washirikina watahama nyumba kwa jina la Yesu, kwa ajili ya moto majini atakimbia. Sema amina kama unaelewa. Mwambie mwenzako kwa ajili ya moto. Sio kwa ajili ya mafuta ya upako, sio kwa ajili ya chumvi ya upako, bali ni kwa ajili ya moto. Na upenda moto wa Yesu. Moto wa Yesu unapoitwa, lazima vya giza vitaungua. Na jioni ya leo Bwana ametutuma kwa kazi moja ambayo tunakwenda kuifanya, ni kwa ajili ya moto. Lazima tutafukuza giza ndani ya Mbande Kisewe. Hata kama wanasema makanisa ya kule, TICC itakuwa kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya moto tutapanda, kwa ajili ya moto tutaongezeka, kwa ajili ya moto tutasonga. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Rakataka parabashaka. Nasema kwa ajili ya moto kuna vitu ambavyo ili uvuke mipaka lazima uchochee moto kama Paulo alivyochochea. Yawezekana Mbande Kisewe wanasema makanisa ya kui, watu wamedumaa, lakini ninachojua sio madhabahu ya hatima. Madhabahu ya hatima lazima tutaflourish, lazima tutachanua, lazima tutaongezeka, kwa sababu Bwana ametupa moto na tutachochea moto kwa jina la Yesu. Jioni ya leo tunakwenda kuivuka mipaka, tunakwenda kuivuka mistari waliochora kwenye ulimwengu wa roho, ya kwamba tutaona kama tazidi watu hawa. Tunakwenda kuongezeka. Kama unaongezeka sema naongezeka. Kama unaongezeka sema naongezeka. Kama unaongezeka sema naongezeka. Nasikia moto wa Bwana nasema naongezeka. Kwa ajili ya moto lazima tupanuke. Kwa ajili ya moto lazima tuende. Kwa ajili ya moto lazima tuongezeke. Kwa ajili ya moto lazima tupande. Kwa ajili ya moto lazima Yesu atukuzwe. Kwa ajili ya moto lazima tuongezeke kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina kama unaelewa wewe. Biblia inasema moto uwaga unakufa kwa kukosa kuni. Moto ukikosa kuni, kuni ni maombi. Ngoja nikwambie mwana wa Mungu, chini ya maombi ndipo moto unapowaka. Ukiona moto umezima, maana yake kuni zimeisha. Kuni zikiisha, moto huwezi kuwaka. Nasi nataka niachilie jambo jioni ya leo, niachilie roho ya kuni. Pokea kuni kwa jina la Yesu. Ukawashe moto nyumbani kwako, ukawashe moto kwenye biashara zako, ukawashe moto kwenye huduma yako. Moto wa Bwana hujawahi kuzima, kwa maana yeye anaitwa moto lao, anaitwa moto lao, anaitwa moto lao, anaitwa moto lao. Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu, Biblia inaeleza kwa habari wa vijana watatu waliopelekwa katika moto, katika tanuri wakalo moto. Kuna moto wa dunia, lakini kuna moto wa mbinguni. Kuna moto wa kigeni, lakini kuna moto wa madhabahu. Hapa nazungumza kwa habari ya moto wa madhabahu. Biblia inaeleza kwa habari ya vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3, kwa namna ambavyo ufalme alichochea tanuru ili awamalize, lakini hakujua ya kwamba Mungu anayemuita ni zaidi ya moto wa dunia, ni zaidi ya moto wa magonjwa. Haleluya! Rakataka paramasaka riamashakatapa. Nataka nikwambie mwana Mungu, jioni ya leo ni jioni ya kuitia moto. Hapo mkao wa kuita moto. Sema mimi. Siku moja namaliza kwa kisa hiki.
Siku moja Biblia inaeleza kwa habari za Elia Mtishbi. Elia kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 18, Biblia inasema alipokutanisha manabii wa Baali 400 kwa 450 manabii wa Ashera, akasema sasa tunatakiwa tumrudie Mungu, lakini Mungu anayejibu kwa moto ndiye atakayeabudiwa. Akawapa option, akasema anzeni ninyi kuita moto, tuweke sadaka, tuweke kuni, tumwage maji mapipa mangapi, halafu tunalitia jina la Bwana. Yule Mungu anayejibu kwa moto ndiye Mungu atakayeabudiwa. Biblia inaniambia wale jamaa wakajikusanya, wakaita kuanzia asubuhi mpaka jioni. Elia ikafika sehemu akawaambia, mkumbusheni, labda Mungu wenu amelala, mwamsheni. Kumbe Mungu wa dunia analala, lakini Mungu wetu halali. Biblia inasema Bwana Mungu asinzii usiku na mchana, macho yake yako macho, anatutazama usiku na mchana. Kama unamwelewa Mungu anayekulinda, sema amina, 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 amina. Haleluya! Elia ilipofika zamu yake, sema zamu yangu. Elia ilipofika zamu yake, na mimi nasema leo ni zamu yako kwa jina la Yesu. Yawezekana umewasha moto kwenye maisha yako sana, lakini ulikuwa hujapata nafasi. Nimekuja nikwambie nafasi ni leo, jioni ya leo. Kwa dakika tulizo nazo ni dakika zetu za kuita moto wa mbinguni upate kushughulika na wanaotutesa kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema Elia ilipofika zamu yake akawaambia, mwageni maji mengi, mapipa 12, mwageni kwenye kuni, pangeni kabisa. Elia akapiga magoti. Alipopiga magoti Elia, sikiliza nikwambia mwana Mungu, watu wa Mungu hatuna maneno mengi. Watu wa Mungu songee sana, wacha matendo na ishara na maajabu na upako vikutambulishe, kama ambavyo Yesu alisema, msiponiamini mimi, siaminini kazi zangu. Biblia inasema ya kwamba ilipofika zamu ya Elia, Elia akanyosha mikono juu akasema, Bwana na ijulikane ya kwamba upo, ijulikane ya kwamba upo. Na mimi nimekuja nikwambia mwana wa mbande, ya kwamba ijulikane ya kwamba tunamwabudu Mungu wa kweli, ijulikane ya kwamba tuko na Yesu, ijulikane ya kwamba tunamwabudu Yesu, ijulikane ya kwamba tunamwabudu Yesu. Wacha wanaotusema, lakini nasema ijulikane. Wacha wanaotungonga, lakini nasema ijulikane. Elia akasema na ijulikane ya kwamba Mungu upo, Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Biblia inasema wakati ule ule moto ukashuka, moto ukashuka, moto ukashuka. Sikiliza kinachotokea wakati unapoomba uko mapamba wangu unashuka. Elia moto ukashuka. Elia akaaminiwa. Hautaaminiwa kwa maneno, utaaminiwa kwa kushusha moto, utaaminiwa kwa kushusha moto. Nasema lazima tushushe moto kama Bwana alitumia Elia. Nataka nikwambie hata JCC Bwana atatutumia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania ya kwamba Mungu ni yule yule. Jesus is the same yesterday, today and forever. Ni yule yule, hajawahi kubadilika. Ni yule yule jana, ni yule yule leo, ni yule yule kesho. Nataka nikwambie kama Elia aliwasha moto, Mungu hajabadilika. Hata sisi tunatembea na moto, mtumishi. Tunatembea na moto Bwana. Popote unakwenda una moto. Kama Elia alishusha moto, nataka nikwambie hata sisi GICC ni ishara ya Bwana katika nchi. Haijalishi kuna makanisa mengine, sisi haituhusu. Tunachokijua tumeubeba moto. Kama umeubeba moto simama. Kama umeubeba moto simama. Kama umeubeba moto simama. Rakataka parabasaka, rakataka parabasaka. Kama umeubeba moto simama. Anza kuingia kwenye connection za moto. Anza kujiconnect na moto. Usisubiri mpaka tuimbe. Anza kuwa connected. Anza kuchungamanisha na moto. Rikataka rabakata 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 rabasaka rakataka parabakata rabakata rabakata rakataka parabakata parabakata reseketeketo. Kwa ajili ya moto, kwa ajili ya moto, kwa ajili ya moto lazima huduma iende. Kwa ajili ya moto lazima watu wafunguliwe. Kwa ajili ya moto lazima tuongezeke. Kwa ajili ya moto lazima anga lifunguke. Kwa ajili ya moto lazima watu wachie mali hapa. Kwa ajili ya moto, kwa ajili ya
wewe ni kiongozi wa kanisa, sogelea madhabahu hapa. Nasikia moto unataka kutembea juu ya viongozi wa kanisa. Nasikia moto unataka uende